Mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na mpeni Mungu yaliyo ya Mungu. Wapendwa katika Kristo, wasikilizaji wa sauti ya Kikristo nyumbani kwetu Radio Maria, na wapendwa wote, tumsifu Yesu Kristo. Ni waalikeni kwa tafakari fupi katika masomo ya leo. Somo la kwanza kutoka barua ya pili ya Mtume Petro kwa watu wote. Anawaalika wa Kristo, anawaalika watu wote tuishi imani yetu kwa bidii kubwa. Tuishi imani yetu kwa bidii kubwa. Tuishi imani yetu vizuri. Tuishuhudie hii imani si tu kwa maneno, bali kwa matendo na maisha ya kila siku, na tusifanye mzaha katika kuishi imani yetu. Anatualika sote tuepukane na maovu, dhambi na makosa, na tusionekane kuwa na kosa, wala tusiwe na aibu katika kuishuhudia imani yetu. Watakatifu wengi walikufa wakishuhudia imani yao. Anatualika tusiwe na aibu, tusitende kosa, tuwe waaminifu kweli, tuwe wanyofu kweli, tuishi imani yetu kwa uaminifu na tuitangaze kwa matendo yetu. Lakini mwishoni anawaalika watu wote, itunzeni ile neema ya Mungu na ni mwenu. Neema tuliyopata kwa sakramenti ya ubatizo, neema tunayokirimia mara kwa mara kwa njia ya masakramenti mengine, kwa sana kwa njia nyingine zote zile. Hii neema ya Mungu tuitunze. Neema hii ndio inatufanya sisi kwa watoto wa Mungu na warithi wa mbinguni. Huo ndio wosia wa Petro kwa watu wote, na ndio ujumbe wa Petro na ujumbe wa Mungu kwetu sote siku ya leo. Tuishi imani yetu kwa bidii kubwa. Katika somo la Injili mwandishi Marko sura ya 12 aya 13 mpaka 17 anatupa changamoto kubwa. Hawa watu kutoka Mafarisayo na Maherode wanakuja kwa Yesu wakiwa na swali, lakini lengo lao halikuwa hasa kupata jibu la swali lao, bali lengo lao lilikuwa ni kumjaribu Yesu ili wamtege. Narudia, lengo lao lilikuwa ni kumjaribu Yesu ili wamtege, wapate njia ya kumshtaki. Wanamuuliza, ni halali kulipa kodi au tusilipe? Ni halali? Yesu hawapi jibu. Anawaambia tu, nipeni fedha ya kodi. Na anawaambia sura hii na anwani hii ni ya nani? Anawaambia ni ya Kaisari. Mpeni Kaisari yaliyo Kaisari, na mpeni Mungu yaliyo yake Mungu. Walijua wazi, na Yesu pia alijua. Nyakati zile viongozi wa Kirumi waliwatumikisha Wayahudi na waliwatoza kodi kubwa. Kwa hiyo Yesu angesema lipeni kodi kwa Kaisari, manake anaunga utawala wa Kirumi, anaunga mkono watu wanyanyaswe. Akisema msilipe, manake anapinga utawala wa Kirumi, na hivyo angekuwa hatiani kushtakiwa. Kumbe hakuwa na jibu la kujibu. Ukijibu ndio, manake unaunga mkono utawala wa Kirumi. Ukisema hapana, unapinga utawala wa Kirumi. Yesu alijua hilo, na akajua kwamba watu hawa wanamtega. Basi anawaambia, mpeni Kaisari yaliyo Kaisari, na mpeni Mungu yaliyo ya Mungu. Wapendwa, tunafundishwa nini leo na mama kanisa? La kwanza kabisa, tunaalikwa sote kuwajibika kama raia wema. Tuko katika nchi yenye viongozi wake na taratibu zake na sheria zake. Kila mmoja anaalikwa kutambua ni Mtanzania. Basi tuishi kama Watanzania. Ziko sheria, ziko kanuni, ziko taratibu zake. Tujitahidi kweli kuwa raia wema katika nchi yetu. Usiwe raia mbovu au mbaya.
usiwe mpinga maendeleo, usiwe mpinga wa uongozi au taratibu za nchi au mvunjaji wa sheria. Jitahidi daima kuwa raia mwema. Lakini la pili, tujitahidi kweli kumpa Mungu nafasi yake ya kwanza. Tumpe Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu, katika shughuli zetu. Tumpe Mungu nafasi ya kwanza. Yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye Bwana Mwokozi wetu, na yeye ndiye kila kitu, ndiye chanzo na mwisho wa maisha yetu. Mungu daima achukue nafasi ya kwanza. Pamoja na yote nayetenda yote kabisa, bado Mungu achukue nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Lakini la tatu, tunaalikwa sote kuwa waaminifu kwa kila eneo la maisha. Tuwe waaminifu. Let us be faithful. Waaminifu kwa Mungu, tuwe waaminifu kwa neno lake, kwa amri zake. Kwa kanisa tuwe waaminifu, kwa nafsi zetu tuwe waaminifu, kwa maagano mbalimbali tuwe waaminifu. Lakini pia kama raia wema tuwe waaminifu, tukijua kulipa kodi ni wajibu wetu kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kumbe la tatu, tunaalikwa sote wapendwa, tuwe waaminifu katika kila eneo la maisha yetu. Wewe ni mwalimu, wewe mwaminifu. Wewe ni mfanyakazi, wewe mwaminifu. Ni baba wa familia, mama wa familia, wewe mwaminifu. Ni mtu wa ndoa, wewe mwaminifu. Ni mwanafunzi, wewe mwaminifu. Kila mmoja awe mwaminifu. Mimi padre, niwe mwaminifu. Mtawa awe mwaminifu. Katika kila nyanja za maisha tunaalikwa kuwa waaminifu. Kama ni kulipa kodi, lipa kodi. Kama ni kulipa zaka, lipa zaka. Kama kuna michango mingine ya kanisa, lipa michango ya kanisa. Lakini jitahidi kuwa mwaminifu katika nyanja zote. Lakini la nne, tuepuke unafiki na hila. Tuepuke unafiki na hila. Hawa Mafarisayo walikuja ili kumjaribu Yesu, na daima Yesu anakemea unafiki wao. Tuepuke kuwa wanafiki. Tuishi imani ya kweli. Somo la kwanza umetualika hivyo. Tuishi imani ya kweli. Kama ni Mkristo ni baki Mkristo. Kama ni raia niishi kama raia mwema. Kama ni baba familia ni baki baba familia mwenye ndoa. Tuepuke kuwa wanafiki, tuepuke hila. Na hila ni kilema kibaya kweli. Maana unaishi visivyo. Unajidai wewe ni mwema kumbe ni mchafu kabisa. Unajidai ni mtakatifu kumbe hakuna. Unakuja kanisani na kadhalika. Tuepuke maisha ya unafiki, tuepuke maisha ya hila. Ubaki mnyoofu. Unyoofu manake ni kuwa wazi kwa kila jambo. Tubaki kuwa wanyofu na tuishi kweli maisha ya unyekevu, bila hila, bila unafiki. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna Katoliki wanafiki? Wapo hawapo? Na wenye hila? Kwenye jumuiya zetu kuna wanafiki? Na kwenye familia zetu hapa pia kuna wanafiki na wenye hila. Hebu wale wanafiki wapunge mkono, shetani waone. Tumsifu Yesu Kristo. Na imani mama kanisa anao ujumbe kwetu, tuepuke unafiki na hila. Lakini la mwisho wapendwa, wa mwisho kabisa, tuombe neema ya kutambua kilicho cha Mungu tumpe Mungu, na kilicho cha Kaisari tumpe Kaisari. Tuombe neema ya Mungu, tutambue hiki ni cha Mungu tumpe Mungu, hiki ni cha Kaisari tumpe nani? Kaisari. Ni hekima. Lilo jema ntende, libaya niache. Na hekima ya kimungu nisaidie mimi kujua kweli hiki ni cha Mungu, niwe mwaminifu kwa Mungu. Kama nimwambia toa fungu la 10 la pato lako, niwe mwaminifu. Anavyosema Malaki 1:6, kama mimi ni Mungu wenu, haki yangu iko wapi? Nitambue cha Mungu ni kipi, haki ya Mungu, heshima ya Mungu ni ipi. Kumbe haya yote yahitaji hekima ya Roho Mtakatifu. Hiki ni chema ntende, hiki bani ache. Nitambue hiki ni cha Mungu, nimpe Mungu. Hii nafasi ya Mungu nikasali. Hii nafasi ya Mungu niende kanisani. Ninadaiwa kwenda kwenye shughuli nyingine huko Jumapili. Nimpe Mungu kwanza haki yake. Nitambue haki ya Mungu ni ipi. Basi wapendwa, leo tuombe malaika walinzi watuombee na watusindikize katika sala zetu,
watupishe na majanga na hatari mbalimbali na hasa mitego ya shetani, na mwishoni watuelekeze kwenda mbinguni. Tuwaombee watu wote wa Mungu walioko duniani wanaoteseka ili waweze kupata faraja. Tuwaombee wale ambao vitandani wagonjwa wanaotufuatilia kwenye Radio Maria sasa wapate faraja na kitulizo. Nasi tuombe neema Mungu tuishi imani yetu kwa uaminifu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi naona wamekuja na kitabu cha Radio Maria. Basi naomba sadaka ya leo iwasaidie Radio Maria kutangaza habari njema. Tutoe kwa karibuni.